neno letu. Bwana amenipea neno letu. Hallelujah. Kwa hivyo ukihudumiwa nami pia nahudumiwa, na najua kwamba tunabarikiwa na tunapelekwa kiwango kingine. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo naomba unipokee, kwa sababu ukinipokea unapokea Mungu, sio mimi. Hallelujah. Asubuhi ya leo ninashukuru Bwana kwa sababu ya neno lake, na nashukuru Bwana kwa sababu ya uweza wake. Nilikuwa na tafakari kuhusu nguvu za Bwana wakati ambapo nilikuwa naandaa neno la siku ya leo, na nikafikiria kuhusu nguvu za Bwana. Na asubuhi ya leo ndiyo nataka tunene kuhusu the power of God. Hallelujah. The power of God. Jina la Bwana lipewe sifa. Sijui kama siku hata moja umewahi jiuliza swali ama maswali, ukajiuliza nguvu za Bwana huwa ni kitu gani katika maisha ya mtu ambaye ameokoka. Kwa sababu nguvu za Bwana sio kama nguvu zangu, sio kama nguvu za mwanadamu, sio kama nguvu za mtu yeyote yule, lakini nguvu za Bwana ni kitu kimoja tofauti sana. Hallelujah. Wakati ambapo nilikuwa ninaangalia what is power, nilikuwa naona ya kwamba power ama nguvu za kawaida, ama hata tukisema nguvu za Bwana, ni uwezo mtu alio nao, yani the ability ya kufanya kitu ambacho watu wengi hawawezi fanya. Hiyo ni nguvu za kawaida za mwanadamu. Mtu ambaye ni capable, mtu ambaye anaweza fanya mambo zaidi ambayo hakuna mtu ambaye anaweza fanya. Kwa mfano, kuna watu ambao wako na nguvu za misuli katika miili yao. Ukiangalia huyo mtu katika mwili wake, mikono yake, miguu yake, mwili wake kwa jumla, utaona ya kwamba ako na nguvu za kiasili, nguvu ambazo zinaonekana. Lakini nguvu za Bwana sio za kiasili, lakini wakati ambapo Bwana amejimanifest kwetu, tunahisi na tunaona nguvu za Bwana kupitia matendo ambayo anafanya kwa watu wake. Praise the name of the Lord. Na ndiyo sababu wakati mwingi huwa tunasema ya kwamba mahali hapa pamejaa nguvu za Bwana. Wakati huo sijui huwa unafikiria unasema nini, kwa maana kuna mtu ambaye labda huwa anasema ya kwamba mahali hapa there is power of God, lakini hujawahi jua ni nini hiyo huwa unanena juu yake. Kwa sababu nguvu tukisema za mwanadamu zinaonekana. Mtu ambaye anaweza inua kitu kizito, tutasema ako na nguvu sana, maana ako na uwezo wa kukiinua. He or she is capable wa kufanya jambo lile. Jambo lingine nikaona ya kwamba ako na capacity. Yani capacity ambayo huyo mtu ako nayo, iko na uwezo wa kufanya mambo ambayo ni ya ziada. Hata akiwa amefanya kazi kubwa, anaweza afanya kazi ya ziada, maana ako na capacity ya kutosha ya kufanya mambo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hivyo ndivyo Bwana alivyo. Kwa maana huwa tunaimba sana na tunasema ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo zaidi ya vile ambavyo tunavyoomba. Sisi tunaomba tufanyiwe hivi, sisi tunaomba Bwana tutendee haya, lakini Bwana anakuanga na uwezo wa kufanya zaidi ya vile ambavyo tunaomba. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo our God ako na power ambayo sio kama yako wewe. Ako na power ambayo sio ya mfalme wa duniani. Ako na power ambayo inazidi hata president wa nchi, kwa sababu ako na capacity kubwa kuliko the president. Hallelujah. Nguvu za Bwana ni kumaanisha ya kwamba anakupa potentiality ya kufanya mambo ambayo mtu wa kawaida hawezi fanya. Hallelujah. Yani tukikuangalia wewe kwa mwili ni kama Devi, ni kama Kageshe, lakini kumbe Kageshe ako na uwezo wa kufanya kitu zaidi ya mwili wake. Vile ambavyo uko, the size ambayo uko nayo,
uko na uwezo wa kufanya mambo mengi spiritually, kwa sababu you are not using your power, you are using God's power. Hallelujah. Kwa hivyo God's power inakupa potentiality ya kufanya mambo extraordinary. Praise the name of the Lord. Hiyo ndiyo nguvu ambayo nataka tuongelea asubuhi ya leo kwa dakika ambazo niko nazo, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tumeona ya kwamba nguvu ambazo tunaongea juu yake ni uwezo wa kufanya mambo ukiwa na nguvu ambazo Mungu amekupea. Na nguvu zetu wa jameni huwa hatuendi gym. Nguvu zetu huwa hatuendei gym. Nguvu zetu huwa hatukimbii ndiyo tuwe na nguvu. Juzi niliona kwa matangazo katika televisheni ya kwamba kuna mwanariadha mmoja aliweza kubaniwa kwa muda kwa sababu ya kutumia dawa za kumweka nguvu ama za kuongezea misuli. Kwa hivyo ni prohibited. Unafaa kutumia nguvu zako ambazo Mungu alikupea, lakini usitumie dawa za kuongeza nini. Alisuspendiwa kwa muda ambayo haijulikani. Hallelujah. Kwa hivyo tunahitaji kile kitu ambacho Mungu alituweka ndani. Tusitafute nguvu mahali pengine. Unajua shida yetu ni kwamba tukikuja katika kanisa tunaambia Bwana tunahitaji kupokea nguvu zako, lakini baada ya ibada mimi ninasema ya kwamba niliombewa na my reverend ndio, lakini naona haitoshi. Napitia kwa muombezi mwingine hapo njiani nikienda nyumbani, ananiombea nguvu. Hiyo ni makosa sana, na sio nguvu za kiungu utapokea. By the way, utapokea nguvu za dunia, kwa sababu nguvu za watu wa dunia na ambaye anamtegemea huyo mtu amelaaniwa. That is what the Bible says. Kwa hivyo hata nguvu ambazo utapokea kutoka kwa huyo mtu, you are cursed. Hallelujah. Ni vizuri ukipokea nguvu za Bwana, maana nguvu za Bwana zimetosha ndani yako, usiongezee zingine. By the way, wacha nikupe caution. Ukipokea nguvu za Bwana alafu uende utafute zingine, zinayayusha nguvu ambazo ulipokea za Mungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nguvu zetu hazitokani na mtu. Nguvu zetu hazitokani na president wa nchi ya Kenya. Nguvu zetu hazitokani na gavana wetu. Lakini nguvu zetu zinatokana kwa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndiyo sababu Bwana Yesu Kristo wakati ambapo alikuwa na mitume wake, katika Matendo ya Mitume 1:8 maandiko inasema ya kwamba wakati alikuwa anawatayarisha mitume awaache dunia na yeye arudi kwa Baba, aliwapa ahadi moja ya kwamba mningoje, na mkisha ningoja, haleluya, mtapokea nguvu juu yenu. Lakini hamtapokea nguvu bure, lakini mtapokea nguvu akisha waajiria Roho wa Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo our power comes from God. Not only God, it comes through the Holy Spirit. Hallelujah. Kwa hivyo ukiwa uko na Roho wa Mungu, tayari uko na nguvu. Wakati ambapo walipokea nguvu za Bwana na Roho wa Mungu akawa juu yao, walianza kubadilika. Kwa hivyo when the power of God comes upon you, unabadilika. Unakuwa sio David wa kawaida. Unaanza kufanya mambo ambayo ni tofauti na vile ambavyo ulikuwa unafanya kabla upokee. Kwa hivyo nguvu zetu zinatokana kwa Mungu. Lakini ni nini kitakufanya upokee? Fuata maagizo ambayo wamekuambia. Hallelujah. Mitume wa Bwana waliambiwa ya kwamba mwangalie, lakini nikienda sitawaacha bure. Alienda wakiwa wakimtazama. Praise the name of the Lord. Alienda wakiwa wamemtazama juu. Na mara ingine hawakungojea hivyo tu, lakini walijazwa wakiwa katika nyumba cha juu. Chumba cha juu ni kusema ya kwamba level yako ya kungojea Bwana isikue chini.
Usikue penye ulikuwa, lazima utoke hapo, uhame uende mahali pa juu, the higher level, ndio upokee the power. Hallelujah. Kwa hivyo inabidi wewe mwenyewe ujipange na ujitayarishe ili kupokea nguvu za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni vizuri kukesha na kuomba for you to receive the power of God. Na ndiyo sababu Elisha aliambiwa na mkubwa wake ya kwamba ukae ukikesha sana na uniangalie, maana usiponiona nikienda, you will not receive what you desire. Lakini ukiniona ukiwa umekesha, utapokea kile ambacho umetamani. What is that? The power kutoka kwa mkubwa wake. Alitamani power ambayo mkubwa wake alikuwa nayo, na akaambiwa angalie sana muone. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuko pamoja wa jameni. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo, maana nguvu zetu tumeona ya kwamba zinatoka kwa Mungu. Amen. Nataka tusome katika kitabu cha Samueli wa pili 22 mstari wa 33. 2 Samuel chapter 22 verse 33. Hizi nguvu za Bwana Daudi alinena juu yake sana. Na haya maneno ambayo tunasoma katika huu mstari ni Daudi alikuwa anaimbia Bwana wimbo wa sifa. Ni zaburi ambayo imerudiwa katika Zaburi 18. Hiyo ni maneno ambayo iko katika 2 Samuel 22 verse 33. Lakini ukisoma kutoka mstari wa kwanza, hiyo ni wimbo wa sifa ambao Daudi alikuwa anaimbia Mungu kwa sababu ya nguvu ambazo Mungu alikuwa amempatia. Praise the name of the Lord. Na hiyo mstari wa 33 inasema ya kwamba Mungu ndiye ngome yangu yenye nguvu. Hey, hallelujah. Tunasoma 2 Samuel 22 verse 33. Mungu ndiye ngome yangu yenye nguvu, naye huwaongoza wakamilifu katika njia yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukichukua Bwana awe ngome yako yenye nguvu, wajameni, hautapitia katika njia zako ambazo unajiongoza. Hii nguvu ndiyo tunatamani kupokea asubuhi ya leo. Na by the time tunamaliza ibada zetu siku ya leo, tutakuwa tumeshapokea nguvu za Bwana na tutabadilika kwa sababu ndiyo ngome yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kuanzia siku ya leo, when we receive the power of God, hatutakuwa tunafuata njia zetu, maana Bwana ataongoza wakamilifu katika njia zake. Hey, hallelujah. Ukitaka kutembea kikamilifu, utakuwa kama Daudi. Ukisoma neno hilo katika Psalms 18 utaona hiyo maneno vizuri. Ni wimbo wa kumtukuza Bwana ambao Daudi alikuwa naimba kwa sababu ya kupokea nguvu juu yake na akakuwa mtu mkamilifu. Hey, hallelujah. Kwa hivyo nguvu hizi ambazo tunazipokea, hatupokei kutoka kwa wanadamu, nimetangulia kusema hivyo, lakini tunapokea kutoka kwa Mungu ambaye ni ngome yetu. Hallelujah. Na atatuongoza katika njia zetu. Ili tukue wakamilifu, lazima tukubali nguvu za Bwana zikuwe juu yetu. Ili tuwe watu wakamilifu, lazima tumngojee Bwana kwa subira, tukiwa katika maombi na kufunga. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaongea kuhusu nguvu za Bwana ambazo tukisha zipokea hatutakuwa watu wa kawaida. Ambazo tukisha zipokea kuna mambo tutakuwa tunayanenea yanafanyika. By the way, kama kuna mtu mwanadamu alikuwa ameumbwa na Mungu akiwa na nguvu tayari. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wakati ambapo alimuasi Mungu, wakati ambapo alidanganya Mungu, wakati ambapo alitumia hila, akakosa kukaa mahali pa juu alipoambiwa mgoje Bwana, yani shamba la Edeni, akatoka kando. Akatoka kando na sheria ya Bwana, nguvu za Bwana zikamuondoka. Zilimuondoka hivi ya kwamba alikuwa uchi na hakujua, lakini akajua yuko uchi. Mawasiliano yake na Mungu yakakatika, na baada ya hiyo akaachiwa laana
na Mungu mwenyewe, kwa sababu ya kutoka katika uwepo wa Bwana. Nguvu za Bwana zikisha toka ndani yako, kuna mambo ambayo itabadilika na itakuwa mabaya. Na ukipokea nguvu za Bwana, kuna mambo ambayo itabadilika na yatakuwa mazuri. When the power of God comes upon you, unakuwa mtu mpya na mtu tofauti. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilinakili mambo kadhaa ambayo Mungu alinisaidia ya kwamba ni nini unachofaa kukifanya ili upokee nguvu za Bwana. What should you do to receive the power of God? Amen. Utafanya nini ndio upokee nguvu za Bwana? Number 1, believe in Jesus Christ. Jambo la kwanza, amini Yesu Kristo. Sisi huwa tunasema ya kwamba nimeokoka na amini Yesu. Lakini huwa unamwamini Yesu kwa njia gani? You believe the power of resurrection ya Yesu. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo hilo la kwanza ya kwamba lazima uamini katika Yesu Kristo. Hivyo ni kusema ya kwamba imani yako hautaielekeza kwa wanadamu kama nilivyosema, lakini utaielekeza kwa Yesu. Maana nguvu ambazo tunaongea juu yake asubuhi ya leo ni nguvu ambazo zilimtoa Yesu katika wafu. Nguvu ambazo zilimfufua Yesu katika wafu. That is the power we are talking about. Nguvu ambazo zilifanya Yesu atoke kwa kaburi bila kufunguliwa jiwe na mtu. That is the power we are talking about. Nguvu ambazo zinafanya awe miongoni mwa watu na hawajue. That is the power we are talking about. Hatuongei nguvu za kupokea kwa wanadamu. We are talking the resurrection power. Ndio sababu tunaambiwa ya kwamba believe in Jesus Christ. Ya kwamba aliamka na akatoka katika wafu na akakichukua kifunguo. The power ambayo walitumia, that is the power we need today. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Maneno hayo yanatiwa nguvu katika Philippians. Amen. Wafilipi 3:8 mpaka 11. Maneno hayo Paulo alilitia nguvu sana. Alitia maneno ya kufufuka kwa Yesu sana. Philippians 3 verse 8 to 11. Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko inasema hivi: naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Number 1, wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikayahesabu kuwa mavi ili nipate Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuendelee. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, yaani nisitafute nguvu zangu mwenyewe. Kwa sababu hata nikienda kwa gym nitaambiwa nilipe ili niweze kupata nguvu ya misuli. Ili niweze kupata nguvu kutoka kwa mganga, I must pay. Ili niende kwa huyo muombezi mwenye tunaamini sana, nitaambiwa nitoe sadaka ambayo sijui inaenda wapi ndio niombewe. Hiyo ndio maandiko inasema hapo ya kwamba nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria. Sheria, pesa utoe ndio upate nguvu za Bwana, mbali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Tuendelee. Ili nimjue yeye na uweza ni nguvu. Ili tumjue yeye na nguvu. Haleluya. Uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikafananishwa na kufa kwake. Haleluya. Nikifananishwa na kufa kwake ni kusema ya kwamba nguvu ambazo alikuwa nazo akikufa na kufufuka, hizo nguvu zikuwe na mimi. Praise the name of the Lord. Mimi nguvu za Bwana sitalipia. Nguvu za Bwana sitazinunua. Haleluya. Ndio sababu huwa tunaambiwa mara mingi ya kwamba kuna watu ambao wanauziwa nguvu za Bwana. Wewe unajua. Haleluya. Unaenda unauziwa kifagio, unaenda unauziwa maji. Hiyo ni kununua nguvu, lakini sio za mwana, sio za Mungu unanunua.
You are buying the power from people. Amen. Kwa sababu kitu ambacho kiko hapo ndani sio maji, sio kifagio, lakini roho iliyowekwa ndani ya hiyo kifagio. Na hiyo imani ambayo maandiko imenena juu yake ni kwa sababu ya imani unayotia ndani ya hiyo ufagio. Maana ukipatiwa ufagio ni kama yenye huwa unafagia jikoni nayo. But the spirit in it, na wewe unaamini ya kwamba itafanya, lakini hujapokea nguvu za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Number 2, kitu ambacho kitafanya nini ambapo utafanya ndio upokee nguvu za Bwana? Tafuta Roho Mtakatifu kupitia maombi. Seek the Holy Spirit through prayers. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi huwa ninawaza kuhusu hawa mitume wa Bwana, the disciples. Mimi huwa ninaona ya kwamba hawa watu hawakungojea Bwana wakiwa wakitazama peke yake, lakini walikuwa wanaambia Bwana, my desire, oh Lord, kile ambacho umeniahidi utanipatia, ninangojea kuipokea. Hivyo ndivyo walikuwa nafanya. Kwa sababu wakati walienda mahali pa juu sana, walikuwa wanaomba wakiambia Bwana, kama vile ambavyo ulituahidi hautatuacha kama yatima, tunangojea. Haleluya. Na hakika Bwana aliwapatia Roho Mtakatifu. Na ndio maandiko nilitangulia nikasema ya kwamba walipokea nguvu za Bwana wakati ambapo Roho wa Bwana aliwajilia. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho wa Bwana hauwezi mpokea ukiwa umekaa. Roho wa Bwana hauwezi mngojea ukiwa kwa mganga ukingojea kifagio. Roho wa Bwana hautamngojea ukiwa mahali fulani ukingoja maji. Lakini utangojea Roho wa Bwana ukimuomba na kumwambia, oh God, kama ulivyo niahidi, I'm waiting. Hey, hallelujah. I'm waiting. Na hauwezi ngojea ukiwa pale. Lazima uhame na uende mahali ambapo Mungu atakupata ukiwa, ndio uweze kupokea. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo lazima tuombe ndio tupate nguvu za Bwana. You must pray for you to receive the power of God. Number 3, jina la Bwana lipewe sifa. Live a life of faith. Ndio uweze kupokea nguvu za Bwana. Ishi maisha ya imani. Usiongozwe na akili zako mwenyewe. Usiongozwe na mawazo yako mwenyewe. Usiongozwe na shauri la wanadamu. Usiongozwe na mambo mengi. Ongozwa na neno hili katika Wafilipi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ongozwa na hili neno. Mimi Bwana siamini nguvu zingine. Mimi Bwana singoji nguvu zingine. Ninangojea nguvu ambazo zilimfufua Yesu katika wafu, akatoka kule na nguvu nyingi na akachukua kifunguo kutoka kuzimu. Hallelujah. That is the power I need. Lazima uishi maisha ya imani. Ukitaka kupokea nguvu, ishi maisha ya imani. Sina siku ya leo, sina fedha, lakini sitaenda kwa waganga nitafute pesa. Ati niseme ya kwamba nitaenda nitafuta watu ambao waliweza kuingia Illuminati for me to have money. Ati niweze kwenda kwa Freemason ndio niweze kupokea nguvu ya pesa. No, lazima uamini. Live a life of faith. Ya kwamba Bwana, ninaamini ya kwamba I have no money today, but by tomorrow by faith I will have money. Jina la Bwana lipewe sifa. Ishi maisha ya imani ndio usiweze kuondokewa na nguvu za Bwana. Oh, hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la mwisho, obey the word of God. For you to receive the power of God, you must obey the word of God. Hallelujah. Wakati ambapo unasikia neno, fanya kulingana na neno. Tusiwe wasikiaji tu, that is the Bible says. Lakini tuwe watendaji wa neno. Basi neno linasema hapo ya kwamba Paulo alinena kuhusu nguvu za Yesu kufufuka. Believe and obey that word. Utapokea nguvu za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mkubwa wetu aliye juu mbinguni ni Mungu. Lazima tuheshimu neno lake, kwa maana neno ni Mungu. That is what the Bible says in John 1:1. Ya kwamba hapo mwanzo neno lilikuweko.
halijakuja leo, lilikuweko na neno lilikuwa kwake Mungu, lakini zaidi ya yote neno lilikuwa yeye. Obey his word for you to receive the power of God. Unajua watu huwa wanashangaa sana, kwa nini mtu ambaye amejazwa na nguvu za Bwana amesimama hapa anaongoza maombi, ananena kwa lugha ambayo mwanadamu hasikii, ambayo shetani hawezi sikia, ambayo maroho mabaya haziwezi sikia. Unashindwa huyu mtu ananena namna gani? It is the power kutoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo tunaongea juu yake. Na mtu akiondokewa na hizo nguvu, utajua kwa haraka, kwa sababu mafuta iliondoka kitambo, lakini mkebe bado tunaita jina la mafuta. Kwa sababu the power of God, tukiendelea tutaona ni nini huwa kinafukuza nguvu za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Huyo mtu akija, utajua kwamba ndimi zake ambazo huwa ananena nazo kila siku zinafanana, ni moja, alikope. Huwa ninaambia Kemani mara mingi tukiongea, namwambia kwamba unaweza pata mtu anatumia experience ambayo ako nayo ya kuombesha, anatumia experience ambayo ako nayo ya kuhubiri, anatumia experience ambayo ako nayo ya kufunza. The reason behind the power of God iliondoka, akabaki na experience. Yani alibaki na practical, labda theory ilienda. Hallelujah. Yani hata ukimuuliza umenena nini, hawezi kuambia. Hayo maneno ya Yesu kufufuka na nguvu zake uliyatoa wapi, hawezi kukuambia. He or she is using the experience but not the power of God. Nguvu ambazo tunahitaji kwa Bwana ni nguvu ambazo unapata kila siku. Nitakuelezea tukiendelea what you should do to maintain the power. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hiyo point number 4, obey the word. Hata siku ya leo ninaponena, usinisikie peke yake, lakini fanya kulingana na vile neno linatuambia. Praise the name of the Lord. Nawe utabarikiwa na utapokea nguvu za Bwana. Nguvu ambazo tunapokea ni wewe ukisimama hapa, neno hautarudia, maombi hautarudia, ndimi hautarudia, tabia hautarudia, no, lakini utakuwa mtu mpya kila siku kwa sababu of the power ambayo uko nayo ndani yako. Hallelujah. Juzi nilikuwa nasoma neno hapo katika Yoshua 1:8, na tukasema mahali fulani na tukaona ni kweli ya kwamba kitabu hiki cha sheria kisitoke katika mdomo wako, katika kinywa chako, lakini hayo maneno ya tafakari usiku na mchana. For you to maintain the power of God, lazima umeditate and obey the word of God. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaelewana wajameni? Naamini ya kwamba tunabarikiwa kama vile mimi nabarikiwa. Maana for me to receive the power of God, lazima nitafute roho wa Bwana. Lazima niheshimu neno la Bwana na nifanye kulingana na vile linasema. Lazima niishi maisha ya imani, na ni lazima nimuamini Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu. Sasa nimekuonyesha njia ambayo utafanya ndio upokee. Sasa utapokea namna gani? How to receive God's power. Another point. How to receive God's power. Watu wangu huwa wanapotea kwa sababu gani? Labda hawalifuati neno la Bwana na hawajui. My people perish for lack of knowledge, for lack of wisdom. My people don't receive power for lack of knowledge, or rather the lack of wisdom. Hallelujah. Lakini siku ya leo ninahimizo kwako mpendwa, ya kwamba for you to receive, lazima ukue na mambo haya. Seek, number 1, seek a good relationship with God. The way to receive the power sio uhusiano wako na mke wako sana,
sio uhusiano wako na mume wako sana, sio uhusiano wako na jamii yako, lakini uhusiano wako na Mungu. Vile ambavyo iko itafanya upokee nguvu za Bwana. Praise the name of the Lord. Mume wako anaweza kukukosesha usipokee, ndio. Mke wako pia anaweza, ama watoto wako pia, lakini wachana na hizo zote. Enda mahali pasiri, enda mahali pa juu. Wait upon God. Cultivate your relationship with God for you to receive His power. Hey, hallelujah. Seek a good relationship with God. Watana na wanadamu. Watana na mtu anakuambia kwamba fanya hivi ndio upokee nguvu. Kuja nikupeleke Mombasa tutapata nguvu. Kuja nikupeleke mahali fulani tuta receive the power. Utakuwa unaguza pesa zinazaa sana. Kuja nikuonyesha siri. No. Your relationship with God, hiyo ndio itafanya upate nguvu za Bwana. Remember, we are talking about God's power, sio za hapa duniani. Hallelujah. Uhusiano wako na Bwana ukiwa mzuri, automatically utapokea nguvu za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Number 2, embrace faith and belief. Yani imani ulio nayo na kuamini ulio nako ndani yako ikumbatie. Kukumbatia ni kusema ya kwamba usiachilie iende. Amen. Hallelujah. Embrace faith and belief. Imani ulio nayo usiachilie iende, kwa sababu ikienda hata ungangane, hata ufunge 40 days, hata ufunge 21 days, you will not receive the power of God. Why? Kwa sababu haukukumbatia imani ulio nayo. Praise the Lord. Lazima ukumbatie imani. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni nini huwa kinatufanya tusikumbatie imani tulio nayo? Kwa sababu ya kuweka tu imani nyumbani kwetu. Kwa sababu ya kuweka tu imani. Ni nini hizo? Tu sanamu ndani ya nyumba. Hallelujah. Nisinene sana kuhusu hiyo, lakini wewe unajua ni nini ulijiwekea. Je, ilikusaidia? Hallelujah. Ilikusaidia? Hata hicho ambacho uko nacho siku ya leo sijui inakusaidia. Kuna wakati ambapo unakaa unaona ya kwamba hizi nguvu ambazo niko nazo hazina msaada kwangu, lakini ukimtazamia Bwana, narudia tena, ukimtazamia Bwana utapokea nguvu zake. Na nguvu zake hazitapokewa na mtu hivi hivi. Nguvu zake hazitapokewa na mtu ambaye uhusiano wake ni mbaya na yeye. No. Hata mimi ndio nikuje kwako unisaidie, itabidi tukue na uhusiano. Nitengeneze uhusiano na Emily kwanza. Ndio nimwambie Emily nisaidie mahali fulani. Ndio nimwambie Emily nimelemewa mahali fulani nisaidie. Kama my relationship na yeye ni mbaya, atakuwa hatakuwa na imani na mimi. Atakuwa na shaka na mimi. Nikimpea atanirudishia. Kwa sababu my relationship with her or him ni mbaya. Kwa hivyo ushirika wako na Mungu ukiwa mbaya, you will not receive His power. Uhusiano wako na Mungu ukuwe mzuri. Kwa nini watu kama Musa walikuwa na nguvu za Bwana? Hata wana wa Israeli walikuwa wanaambia Musa, enda uongee na yeye utuletee ripoti. Kwa sababu uhusiano wao wana wa Israeli na Mungu haikuwa very strong kama Mungu na Musa. Ndio muweze kuwasiliana na Mungu vizuri, that is through prayers. You must cultivate His relationship with you. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio upokee nguvu za Bwana, angalia uhusiano wako na nani? Na Mungu ndio upokea. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana liinuliwe. Naenda hivyo ndio nikusaidie kitu fulani ambacho Mungu alinisaidia nacho kuhusu pia kumaintain na ni nini ambacho itafanya nguvu zitoweke. Hallelujah. Number 3, how to receive God's power. Live a life aligned with God's teachings. Yani ishi maisha
ambayo unaongozwa na mafunzo ya neno la Bwana. Ukitaka kupokea nguvu za Bwana mahali popote ulipo, ni vizuri ukisoma neno kila siku na uobey the word of God, na pia mafunzo ambayo hilo neno linatoa uweze kufuatana nayo. Nitarudia tena ya kwamba watu wangu huwa wanapotea kwa kukosa maarifa. Maarifa ni kupewa elimu ambayo ni zushi, elimu ambayo ni ya kupotosha, elimu ambayo wewe itakupeleka katika njia mbaya. Lakini remember what the Bible has already said, ya kwamba ndio niende katika njia kamilifu, lazima niwe na ngome ambayo ni nguvu za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukipitia katika njia zingine za kutafuta mafunzo, utakuwa mtu aliyepotoka. Lakini ukifuata neno la Bwana na kufuata mafunzo yake, kama jinsi ambavyo tunafunzwa leo kuhusu his power, you will receive the power of God. Hallelujah. Mwathani arogoshwo. Ni vizuri tukae vizuri. Ni vyema tutembee katika njia za Bwana. Nionyeshe njia zako, nami nitazifuata. Hallelujah. Nifunze hata kuomba, maana sijui. Amen. Kwa hivyo hata kuomba inabidi tufunzwe. Na ndio sababu nilisema ya kwamba you must renew your being every day. Lazima usome neno kila asubuhi. Unaambia Bwana ya kwamba wacha neno lako liniongoze siku ya leo. Wacha neno lako Bwana liwe kwa wingi ndani yangu. Hiyo itakufanya upokee nguvu. Amen. Labda huwa unatamani sana. Labda muimbaji amekuja hapa mbele, amechukua microphone, anaanza kuimba, uwepo wa Bwana unashuka. Anaimba worship, anaimba praise. Ni vizuri utamani, lakini ndio upokee nguvu alizonazo, lazima ufuate maagizo ya Bwana na mafunzo ya neno lake. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo lingine ni kwamba seek God's power actively. Tafuta nguvu za Bwana. Usikae tu bure, zitafute. Hallelujah. Zitafute. Utazitafuta namna gani? Soma neno, omba na kufunga. Ambia Bwana ya kwamba I need your power. My God and my Father, I need your power. I need your strength. I need your spiritual ability. I need your capability. Hallelujah. Lazima persistently uombe Bwana ili upokee nguvu. Usikae tu hivyo ya kwamba tutakuja tukupokeze. Hatutakupokeza. Hallelujah. Usikae tu chini ungoje yule ambaye anakuja kuomba atakuombea. Amen. By the way, hata mtu akija hapa katika ibada kuongoza maombi, tutaongozwa hata katika main service. Ujue huyo sio kukuombea, atakuombea, lakini atakuongoza kuomba. Basi usipojua kuomba, hauwezi pokea nguvu za Bwana. Lazima ujifunze persistently kutafuta nguvu za Bwana every day. Hallelujah. Kama huna nguvu za Bwana, you must pray. Kama huna nguvu za Bwana, lazima ujinyime. Wewe unataka upokee nguvu za Bwana na uko na nguvu za ugali. Unataka upokee nguvu za Bwana na nguvu zilizo kujani za nyama. Sasa hiyo hautapokea, maana nguvu za Bwana it is spiritual. Hallelujah. Kwa hivyo spiritually, you must seek God's power actively. Actively ni kusema ufanye jambo. Usikae tu hivyo tu ati utapokea. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima tutafute nguvu za Bwana ndio tuzipokee. Hallelujah. Jambo lingine ni kwamba speak with authority and boldness. Kuwa na ujasiri. Kuwa na ujasiri unapoitisha nguvu za Bwana. Kuwa na ujasiri. Na ndio sababu huwa unaona ya kwamba, nirudie hiyo point ya kwamba speak with authority and boldness. Kwa sababu tumepewa nguvu na mamlaka, lazima tuzitumie vizuri. Kwa maana umepokea nguvu na mamlaka, nena kwa ujasiri. Nena kwa mamlaka. Kwa sababu gani? You have the power.
Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio sababu huwa unaona ya kwamba tunakuja hapa mbele na tunaambiwa kwamba it is the time to receive God's power. Kuna kuanga na kelele mingi sana, hatupokeagi kama tumenyamaza. Hatupokei kama tumenyamaza. Na by the way, hata wakati ambapo watu wanapokea Roho Mtakatifu, tumeongozwa na wa reverend ya kwamba it is time to receive the Holy Spirit of God. Hakuna mtu anapokeanga akiwa amenyamaza. By the way, akiwa amenyamaza tunajuaga bado. Si ndio? Tunajuaga bado huyu mtu haja. Na kama ijapokuwa wa reverend sio kama wengine. Yani unajua kuna mtu ambaye persistently atasukumia huyo mtu kabisa mpaka afanye nini? Hata kuna wengine wanaweza kuwa kwa sababu kitu ambacho kinahitajika ni unene boldly na kwa authority. Ukishapokea nguvu za Bwana hautaonena pole pole. Tuko pamoja wajameni. Kwa hivyo ni vizuri unaongea na mamlaka. Ramashaka ramaganderi babozetaya. Bwana ninasema ya kwamba Bwana ninataka ya hivi, shetani ninakutangazia hivi, ninakuamuru hivi. You must talk boldly with authority, kwa sababu uko na nguvu ndani yako. Jina la Bwana lipewe sifa. By the time walipokea Roho Mtakatifu na nguvu za Bwana, hawakunena kama kawaida, walinena in tongues. Jina la Bwana liinuliwe. Hallelujah. Jambo la mwisho ni kwamba stay connected to God's presence. Stay connected to God's presence. For you to receive God's power. Hauwezi pokea ukiwa kwako kazini. Hauwezi pokea ukiwa nyumbani. Utapokea aje nguvu za Bwana ukiwa kazini na labda umetusi customer? Utapokea aje nguvu za Bwana na kitu nikikuja kununua kwako? Ni kazi, hiyo ni sawa. Sawa. Hiyo lakini faida ambayo iko na haki, hiyo itafanya ubarikiwe, faida. Lakini ukiongeza kitu kingine juu ya faida, ujue ya kwamba umeibia mtu. Ujue ya kwamba umekula namba ya mtu. Praise the name of the Lord. Kumbuka ya kwamba siongei kuhusu hizi biashara zenye tuko nazo. Hapana, naongea kuhusu maisha ya kiroho. Amen, tuko pamoja. Lazima ufuate njia mzuri na kanuni za Roho Mtakatifu for you to receive God's power. Sisemi kukula namba ni mbaya. Sisemi kukula faida ni mbaya. Lakini hapo hauwezi sana kupokea nguvu za Bwana. Lakini in the presence of God, you will receive God's power. Katika uwepo wa Bwana kama siku ya leo, umeshinda wiki mzima katika biashara hiyo yako. Umepata faida ambayo umepata na Mungu amekubariki. Kuja katika uwepo wa Bwana on Sunday, today, to refresh yourself. To receive God's power newly. Hallelujah. Kwa sababu labda katika hiyo wiki, nguvu za Bwana zimekuondoka kidogo. Kwa sababu kuna mtu alikukwaza hapo kazini. Alikuja labda umenunua nguo shilingi 800, unataka uuze 1000 upate 200. Anakuambia ako na 600. Na labda pia amekutumia kwa simu akatuma less money. Katika majibizano hapo kidogo mnakosana. God's power inapungua ukiwa katika kazi. Kuja katika uwepo wa Bwana on Sunday, waambia kwamba my God and my Father, nguvu ambazo zimenitoka nataka zinirudie siku ya leo. Dwell in the presence. Hallelujah. Kama kuna ambaye huwa anatutia moyo kwa nguvu za Bwana ni Yesu. Jesus Christ was full of God's, his Father's power. Na ndiyo sababu wakati ambapo aliguzwa na mwanamke aliyekuwa na akitokwa na damu for how many years? 12 years. Wakati aliguza pinde, Yesu alisikia. Yesu alisikia nguvu zimemtoka, zimempungua. Kwa sababu kile ambacho kimemguza kinahitaji nguvu nyingi ndio kiondoke. Kwa hivyo he was full of power. God's power, sio zake. That is the power I'm talking about. Be in the presence. Be
Be in the presence, kuja katika ibada. Mbarikiwa wale ambao huwa wanakuja katika morning service, kwa sababu huwa unafuata jambo njema. You come and receive the power of God. Alafu hiyo nguvu unaipeleka kazini. Utauza. Kamwaro utauza. Hallelujah. Kwa sababu you have come and received the power of God. That power will follow you wherever you go. Hata kwa biashara. Yesu akasema ni nani huyo ameniguza? Na hakuguzwa mwili, aliguzwa vazi. Pindo tu, mwisho wa vazi lake. Na huyo mwanamke alipona kwa sababu the power she received ni nguvu za uponyaji. Alipokea nguvu za uponyaji. Kuna mtu alikuwa ananisaidia tukifunzwa wakati mambo ya kuongoza ibada. Na nikashika hilo neno sana. Nikamwambia kwamba ukitaka kujua katika ibada kuna kitu kimefanyika, lazima usikie umeishiwa na nguvu. Hata ukimaliza kuongoza maombi, ukikaa chini unasikia you are drawn, uko flat. Jua ya kwamba kuna mtu amekukunywa wewe. Kwa sababu tunakunywa wewe ukija hapa. Hata saa hizi mnanikunywa. Hallelujah. You are receiving what I have. Because I have the power of God maybe. Right now you are receiving the power of God. Nikitoka hapo chini, ndio sababu huwa unaona mara mingi wachungaji wetu wakimaliza tunawapea tu maji. Kwa sababu hata koo yake imeishiwa na nini? Na nguvu. Hallelujah. Being in God's presence, you will automatically, I repeat, automatically, you will receive the power of God. Yeah, praise the name of the Lord. The power of God. Lazima siku ya leo tupate nguvu za Bwana kuanzia asubuhi ya leo. Ndio tukitoka mahali hapa nguvu hizo zitatuongoza. Jina la Bwana lipewe sifa. Nguvu ambazo zilikuwa na Timotheo. Kimani hata akipita kwa wagonjwa, nguvu zilizokuwa ndani yake, kivuli chake kinaponya wagonjwa. The power that we need ni nguvu kama hizo. Praise the name of the Lord. Ya kwamba unapita mahali ambapo mgonjwa amelazwa, kivuli changu sijamguza, kivuli changu kinaponya. That is the power I need. Lakini ni nini kitanifanya nipokee? Dwell in the presence. Hawezi nidanganya ati utapokea nguvu za Bwana ukiwa kule gym. Hiyo ni yako na ni ya mwili. Praise the name of the Lord. Sasa nguvu hizi za Bwana tumejua ni jinsi gani tutapokea na ni aje tutazipokea. Lakini je, how will we maintain this power? Niko na points hapo nataka nikupe. How will you maintain that power? Nguvu ambazo umezipokea ndio uzidi kuitwa mafuta ya kimbo. For you to maintain that oil in the kimbo can, what will you do? For you to maintain the power of God in you, number one, studying the word of God. For you to maintain God's power in your life, you must study. Wacha kusoma neno tu hapo hivi na unasema ya kwamba Jesus wept na unatoka unasema ya kwamba Yesu alilia. Unatoka hapa unasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Si usome hiyo verse nyingine next. Si uambie Bwana akusaidie. Si usome kutoka verse 1. Wachana na tu verse 2 tu watoto wa Sunday school. Twenye wanasemaga watoto wa sele. Wanasema ya kwamba hallelujah, Jesus, Luke 2:52, amen. Yesu naye akakuwa akipendwa. Kwa nini alipendwa? Do you know the reason behind that? Study the word of God. Study the word of God. Study the word of God. Hallelujah. Ndio uweze kumaintain the power of God in you. Amen. Ni vizuri ustudy the word. Sikatai tuko busy na tuko kwa simu mara mingi. Lakini juzi mamu wetu alinena na akasema kitu ambacho kiliniguza sana. Ni masaa mangapi huwa unakaa katika Facebook? Ni masaa mangapi huwa katika TikTok? Ni masaa mangapi huwa unatafuta marafiki Instagram? Ni masaa mangapi waliobarikiwa na simu mzuri kuliko yangu wako kwa Twitter? Praise the name of the Lord. Ni masaa mangapi unatumia kwenda YouTube kutafuta mambo ambayo haikusaidii? Na ni masaa mangapi
huwa unasoma neno la Bwana. Think about that. Nilifikiria sana na siku hizi nimepunguza hata mimi. Nimepunguza. Soma neno la Bwana for you to maintain the power of God. Because by the time you are watching your Facebook account, kuna picha ambazo huwa zinakuja automatically. Si wewe umedownload. Si wewe huwa una request. Lakini ukienda hapo kuna picha inapitia. Sasa zizi, hasa ukiwa na watoto hapo hivi, si yako kapita katakuja na wataona. Wewe ndiye mbaya ama ni watoto? Simu ni yao ama ni yako? Jina la Bwana lipewe sifa. Na kama ni neno ulikuwa unasoma waone verse. Waseme ya kwamba dadi tufunze hii, si nitawafunza. Praise the name of the Lord. TikTok ya vichekesho na siku hizi imekuwa mbaya, imekuwa na mambo mengi. Imekuwa na mambo mengi, sio mahubiri peke yake. TikTok mimi hata siingiagi, hata sijawahi. Kwa sababu sasa TikTok tunafuata mahubiri, ndio nikijua account ya my reverend nitafuata. Lakini kuna watu ambao ukiwa follow utapata vituko. And that can drown the power of God in you. Hiyo itakuondoshea nguvu ambazo ulizonazo. Why? Kwa sababu macho yako imeona kitu kibaya. Ni vizuri kuona Mungu ambaye ako na nguvu. Bartimayo hakuona wale ambao walikuwa wanamnyamazisha. Hakuona. Alisema ya kwamba my desire, nataka kuona Yesu mwana wa Daudi. Na wakati alitaka kunyamazishwa, hakunyamazika. Kwa sababu alitaka kupokea nguvu za Bwana. Number 2, obeying the word. Hiyo tulikuwa tumesema ya kwamba usiwe mtu wa kusomewa neno. Usiwe mtu wa kuhubiriwa unasikia tu lakini hautendi. Tenda kulingana na neno, ndio nguvu za Bwana zikuwe maintained ndani yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo lingine ni seeking the Holy Spirit regularly. Regularly ni kusema sio asubuhi. Regularly ni kusema sio usiku. Lakini kila wakati ukikaa, ambia Roho wa Bwana, I need you. Holy Spirit of God, I need you in me. Holy Spirit of God, I need your guidance. Holy Spirit of God, teach me how to pray. Holy Spirit of God, kana mimi siku nzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Asubuhi omba Bwana, mwambie Bwana, nipe Roho wako Mtakatifu aniongoze popote niendako siku ya leo. Bwana, nikienda kazini nisaidie, Roho wako Mtakatifu anisaidie kunena maneno ya kiungu. Maneno ya kinywa changu ache yatawaliwe na wewe Roho wa Bwana. Seek the Holy Spirit regularly for you to maintain the power of God in you. Mafuta isitoke na nguvu zisitoke. Tusemaga Celestine alikuwa mwalimu wa Sunday school, lakini siku hizi sijui nini kiliendelea. Baba Blessing alikuwa anacheza keyboard, lakini siku hizi hata akicheza nasikiaga kama ni kelele. Do you know ni nini kiliendelea? Nilikosa ku maintain the power of God. Lakini kila usiku, kila mchana, kila asubuhi, kila saa nikitafuta Roho wa Bwana, nguvu hazitaniondoka. Na ninajitabiria kuanzia dakika hii kwamba hakuna siku na hakuna saa wala dakika, nguvu za Bwana zitatoka ndani yangu. Maana kutoka siku ya leo maneno ambayo ninanena yatakuwa yanatawaliwa na Bwana. That is my desire. I will obey the word of God. I will seek the Holy Spirit of God regularly. Hallelujah. Jambo lingine, cultivating the relationship with Christ. Hiyo hata nilikuwa nimetaja. Tutapaliliaje? Do you know cultivating kwa Kiswahili rahisi ni kupalilia. Kupalilia ni jambo ambalo ni la muhimu katika mimea yetu. Maana ukipalilia unatoa kwekwe. Kwekwe ni vitu ambavyo havifai kuwa karibu na mimi nikiwa na nguvu za Bwana. Hallelujah. Ni nini? Ni masengenyo. Hiyo ni kwekwe imemea hapa. Ni wivu, ni kwekwe. Ni kijicho, ni kwekwe. Lazima nipalilie my relationship with God. Lazima niipalilie. Lazima niondoe kijicho, wivu. Lazima niondoe uadui ndani yangu, ndio uwepo wa Bwana na nguvu zake ziishi na mimi. Hallelujah. Hallelujah. Lazima upalilie uhusiano wako
na Mungu. Kupalilia kuna gharama. Kupalilia kuna gharama. Maana nitachukiwa nikiondoa uhusiano mwingine na watu wengine. Kuna watu ambao watasema Devi ameringa siku hizi. Kuna watu ambao watasema Devi hataki mambo ya watu siku hizi. Lakini uhusiano wangu na wewe hainijalishi sana. The relationship that matters, it is a relation between me and my creator, my God. Hallelujah. Lazima niupalilie. Na kupalilia kuna vitu zitang'olewa. Unajua siku hizi wakulima tumejua sana. Hatupalilii na jembe. Hatung'oi. Tunanunua dawa ya kukausha. Ndivyo iko. Kuna dawa ya kukausha kwe. Lakini ujue ni kwamba tunaweza kausha spiritually, lakini ichipuke tena. Lakini wakati ambapo tumeing'oa na kuikung'uta, unajua hapo kuna neno ambalo huwa linanifurahisha sana, kukung'uta. Unajua kukung'uta si kazi rahisi. Kukung'uta ni kutingiza iwachilie mchanga ambayo inafaa kuwa katika mmea. Ndio yenyewe isiende na mchanga iliyo hapa, iende ikachomeke peke yake. Ukung'utwe kabisa. Kung'uta masengenyo, kung'uta wivu, kung'uta chuki, kung'uta kijicho. Ndio uhusiano wako na Mungu, hiyo mchanga ikuwe strong for you to maintain the power of God. Kama hujawahi experience hiyo, mimi naelewa. Mahindi ukiachilia kwekwe zimea karibu nayo, itakuwa na afya mbaya. Lakini ukisha palilia, ni kama umeiambia isonge hata kama hujaipea CN. Hallelujah. Ukitaka uhusiano wako na Mungu ukuwe strong na uendelee na usonge mbali, toa kwekwe ambazo ziko karibu na wewe. Praise the name of the Lord. Point nyingine ni kwamba imitate Christ. Iga Kristo. Ukitaka uhusiano wako na Bwana, ukitaka nguvu za Bwana zikuwe ndani yako kila wakati, imitate Christ. Na ndio sababu nguvu hazikumuondoka hivi hivi. Zilimuondoka akiponya watu. Zilimuondoka akiponya watu. Zilimuondoka akiponya watu ambao walikuwa na mapepo. Zilimuondoka wakati alikuwa anainua waliolemewa miaka mingi. Hallelujah. That is what the power of Jesus Christ ilikuwa inaondoka. Lakini immediately alikuwa anapokea nguvu nyingine mpya kwa sababu ya uhusiano wake na Mungu. To maintain the power of God, imitate yeye. Hivyo Yesu alikuwa anafanya. By the way, Yesu alikuwa na wingi wa neno, na hilo neno huwa ninalisema sana. Alikuwa na wingi wa neno ndani yake, and he obeyed the word. Na ndio sababu alimshinda shetani. Hakumshinda shetani kwa sababu ya misuli. Hakumshinda shetani kwa sababu alikuwa anaitanishwa na Yusufu. Hakumshinda shetani sababu alikuwa anaitanishwa na Maria. Amen. Alimshinda shetani kwa neno la kinywa chake. Neno ambalo lilikuwa ndani yake kwa wingi. Amen. Amen. Obey the word of God. Imitate Christ. Hivyo vile alikuwa na neno kwa wingi, kuwa kama yeye. Praise the name of the Lord. Jambo la mwisho ni kwamba connect with your faith community. Hapa ndipo niko. Connect with your faith community. Wewe watu ambao hawakusaidii, mtu ambaye anakupotosha, mtu ambaye anakuletea zushi, mtu ambaye anakuletea mafunzo mapotovu, huyo wachana na yeye. Connect yourself with the people who can make you to receive God's power. Kuna watu ambao ukiwa karibu na wao watakufanya nguvu zikuondoke. Kwa sababu gani? Uhusiano wako na wao, labda wao wako mbali na wewe. Wewe unamwamini Mungu, wewe unatamani kuiga Kristo, lakini wao wanataka uige dunia. Hallelujah. Lakini sisi hatufai kuiga dunia. Dunia inafaa kutuiga sisi. Jina la Bwana lipewe sifa. Dunia inafaa kutuiga sisi. Nasi tumeambiwa ndio tuwe na nguvu za Bwana kila wakati. Tuige nani? Kristo. Praise the name of the Lord. Ogwa kwena adoko yeherania nao. Kuna watu utaondoka kwao ndio maintain the power.
Kuna uhusiano ambao utajiondoa. Mimi ukinipata kwa klabu nikiwa nimekaa na watu na sikunywa pombe, ni sawa tu, maana nitawabadilisha. Lakini ujue falme mbili zikiwa hapa, kuna yenye itashinda ingine. Tuko pamoja? Falme mbili zikiwa hapa ni nguvu mara mbili, nguvu za kuzimu na nguvu za Mungu. Ni gani inafaa kushinda ingine? Ni hii ya Mungu. Badilisha huyo mtu. Lakini ukiwa mdhaifu, ukiwa hapa kwa bado kuna kwekwe hapa kidogo, nitaanza kupewa Red Bull moja. Patia Red Bull. Mimi sikunywa pombe, lakini nipe Red Bull. Napewa Red Bull, nagonga. Hey, na hapa hivi Banias ni pa smart sana. Kesho nataka twende Tibaso. Nyinyi hamjui, mimi najua hizo. Na sikunywangi Banias. Nimekunywa Red Bull. Naenda kule. Nasema leo nipe Red Bull 2 na Predator. Napewa. Nakunywa. Na hizo energizer ukikunywa sana, mtu huwa, kuna wakati nilikunywa 2. Sikulewa, lakini kuna vile kichwa ili nini kidogo. Na nikaambia Bwana nisaidie, maana hata my reverend anajua kuna kijana nilikuwa nafanya naye kazi na alikuwa mlevi, lakini mimi sikuwa mlevi. Na kazi ambayo nilikuwa nafanya kwa basi ilikuwa ni kazi very tricky. Maana mtu amekuja, nimemwandikia tiketi, akaniambia nipate pale kwa klabu, gari ikikuja uniite hapo kwa bar. Lazima uingie klabu. Lazima uingie. Unaingia unampata hapo kako na mzinga. Zinaitwa mzinga kama hamjui. Kuna mzinga hapo ya Beikari. Huyo mtu sasa unajua kama niko na tamaa, kama hizi nguvu zitanishinda, naweza mwambia nilikunywa Red Bull 2 sikufanya kitu. Nikaongeza Predator sikufanya kitu. Sasa leo nataka unipe ka glass kadogo tunisikie vile mwana. Si ni ngano, si wanaundaga pombe na ngano. Si ngano ni chakula. Tunaendelea. Kesho yake unapata nguvu za Bwana ziliondoka na nilibadilika. Connect with your faith community. Wale watu walio na imani kama yako, connect with them. Wale ambao hamuamini kitu moja, wachana nao. Wacha nimalizie kwa mambo ambayo huwa inafanya nguvu za Bwana kuondoka. Ni mambo machache tu alafu nimalize. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna nguvu za Bwana ambazo uko nazo, umezimaintain ndio na umezipokea ndio, lakini ni nini kitakufanya ziondoke kwako? Number 1, sinful life. Sinful life. Wewe kila siku unasema uko na nguvu za Bwana, lakini dhambi haziendagi mbali na wewe. Dhambi haziendagi mbali na wewe. Kuna mambo ambayo unafanya ambayo ni chukizo kwa Bwana. You are not far from them. Hiyo itafanya nguvu za Bwana ziondoke kwako mara moja. Utaishi hapo kusema ya kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana, niliokoka mwaka wa 1973 na mpaka siku ya leo mimi ni mshirika wa CFF tangu sijui miaka gani. Hiyo ni ushuhuda ambayo unajua wazazi wetu waswa, mama yangu na apumzike kwa amani. Mama yangu alikuwa na ushuhuda mmoja. Baka wakati mwingine Mungu akamsaidia akaenda. Jiguaga goikara hegai ndetuerageria kirira hariwe. Sasa hata nilikuwa nimeshika. Kwa sababu alikuwa anasema ya kwamba nasikia kukaa kwa Bwana nikitafuta ushauri kwake. Hilo ni neno lilikuwa la nguvu sana, lakini alikuwa anarudia kurudia. Ni nini kitakufanya usirudie mambo fulani? Ni kwa sababu dhambi ambazo uko nazo ukiziondoa, nguvu za Bwana zitakaa ndani yako. Roho wa Mungu hawezi kaa nyumba moja na shetani na roho mchafu. Lazima mmoja aondoke, mwingine afanye nini? Ni nini kinafanya nguvu ziondoke? Dhambi. Number 2, rest ama comfort zone. Wewe ukipumzika unajua kwamba mimi niko na nguvu. Furthermore, mimi hata nikienda bila kuomba, nikipewa worship nitaimba watu waanguke. Hata kama sijajiombea, hata kama sikuja practice, wanajuanga tu wakinipatia nicheze keyboard, nguvu za Bwana zitajaa. Uko katika comfort zone ya kwamba you must do it. Nani alikudanganya? Nani alikudanganya? Nguvu za Bwana zilikuondoka kitambo, kwa sababu tuliona nguvu za Bwana lazima uombe na kufunga ndio zipatikane kwako. Sasa kama hauombi,
Tunatangaziwa maombi ya kufunga hata siku 3 au kuji hata siku moja na wewe ni mhuduma. Haleluya. Unataka aje nguvu za Bwana zimezikuwe maintained kwako, zitaondoka. Anytime zitaondoka. Tutabaki tukisema David alikuanga lakini siku hizi ako hivi. Itakuwa history. Praise the name of the Lord. Number 3 ambacho kinaweza toa nguvu za Bwana kwako ni kuwa na wewe, mimi, an ego, I. Yeah, you see, I, me, myself, you see, I. Aje sasa, tapigaje magoti nikiwa na shati ya white? Nitaruka aje watoto wangu wanione? Nitalala aje chini? Nitaanza kupayuka aje ramaganda watazisikia aje? Mimi David siwezi. An ego. Hiyo itafanya nguvu za Bwana ziondoke kwako, maana hauoni nguvu za Bwana, unajiona wewe. Yani hata ukifanya jambo uhubiri, watu hata waamuke na vitu waseme hey, say it pastor. Hey, say it. Yani yusi waamuke na viti. Ni wewe, unaona ni wewe, sasa ni wewe. Uko na nguvu unasema nilifanya watu wainue vikitu. Wajana na hiyo maneno. Ambia Bwana asante na utukufu ukurudie. Maana watu walipokea neno lako. I, me, my. Chungana nayo sana. Jambo la mwisho ninapomalizia ni departing from God's presence. Ukitoka katika uwepo wa Bwana, nguvu za Bwana haziwezi kaa na wewe. Kwa sababu umetoka katika uwepo wa Bwana, umeenda kando. Wacha Bwana atusaidie. For we to maintain the power of God, we must dwell in the presence. Tutamani kama Daudi alivyotamani. Na hakusema siku 2, hakusema wiki moja, hakusema mwaka moja. Alisema, oh my God and my Father, my desire it is to dwell in your presence, oh God. Nikiutafakari. Hallelujah. Meditating, obeying, reading the word of God for you to maintain the power of God. Lakini usipochunga mambo hayo ya mimi sasa, nguvu za Bwana zitaondoka kwako. Siku ya leo jameni, wacheni tutamani nguvu za Bwana kuzipokea na zikae. Kwa sababu kuna kuanga na aibu sana ukipokea nguvu za Bwana na zikuondoke. Tutaiga wewe. Tutajua wewe unasemaga nini. Tutajua wewe huwa unatangulia kusema nini ndio uendelee. Tutakujua. By the way, hata jina tutakubandika. Tutakubandika. Amen. Tutakubandika David wa Ramashanda. Hadi hivyo ndivyo David anaanzaga maombi yake. David wa Rubakuta. Hivyo ndivyo David anaombaga. Kwa sababu gani? Natumia experience. Nilinakili nikaandika mahali, sasa huwa ninasoma. Na nilisoma na nikazishika nikaziweka kwa kichwa changu. Kwa hivyo lazima nianze nazo. Lakini for you to maintain God's power, you must seek the Holy Spirit of God regularly. You must meditate the word of God day and night. Kila wakati. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana awabariki sana. Awatenda mambo mema, na tutamani kupokea nguvu za Bwana upya na kuzimaintain. Praise the name of the Lord. Tutamani kuwa na nguvu za Bwana na tusitamani nguvu za Bwana kuondoka ndani yetu. Nikubalie nikaribisha mtumishi wa Bwana my Reverend na tumalizie, lakini tutamani kupata nguvu za Bwana nasi tutabarikiwa. May God bless you so much.